Sasa hiyo ndio hali tulionayo, kwamba unakuwa na watu ambao wana haki kabisa ya kikatiba ya kushiriki maandamano au kutoa maoni yao, mwisho wa siku unaamua kuigeuza kwamba sasa sio haki tena, bali ni jinai. Umetenda matendo ya nini? Ya ugaidi. Sasa hii kwa kweli inafanya kwamba mtu aanze kusema kwamba sasa, je, nchi yetu inaamini katika utawala wa sheria? Na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kwa mujibu wa ibara ya 59 ibara B kubwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inamtaka kwamba kwanza licha kuanzisha ofisi yake inataka kwamba afanye kazi zake mamlaka ya mkurugenzi wa mashtaka kwa mujibu wa ibara ndogo ya pili yaweza kutekelezwa na yeye mwenyewe au kwa maelekezo yake na maofisa waliopo chini yake au wengineo wanaotekeleza kazi hizo kwa maelekezo yake. Sasa katika kutekeleza mamlaka yake, mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiliwa na mtu yeyote au na mamlaka yeyote, na atazingatia mambo yafuatayo: A, nia ya kutenda haki; B, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki; na C, maslahi ya umma. Sasa katika hali kama hii hapa, zote hizi kesi unakuta kwamba zina vibali vya mkurugenzi mkuu wa taifa wa mashtaka. Sasa ni kweli kwamba tumefika hapa kweli kwamba hizi kesi ambazo mtu anatekeleza tu haki yake ya kikatiba inageuzwa inakuwa ni jinai? Tunaitakia mema nchi yetu? Tunaheshimu utawala wa sheria? Haya ni masuala ambayo kama Watanzania lazima tujiulize. Je, mtu kutoa maoni yake au kukutana na wenzake imegeuka kuwa ni tendo la ugaidi? Chadema haiungi mkono ugaidi kwa namna yote, na Chadema inaamini katika matumizi ya njia za amani za nini kufikisha ujumbe wake, na ndivyo ambavyo katiba hii inavyosema, ibara ya 20 ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, na ndivyo sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 19 kinavyosema, na sisi tunakiamini moja kwa moja. Lakini unapogeuza shughuli halali ambayo katiba inaruhusu ukaita jinai, kwa hakika unakuwa watendei haki wa Tanzania. Sasa kama mawakili tumekaa chini na kufikiria cha kufanya, tutakuwa na majibu sahihi na hatua sahihi za kisheria dhidi ya vitu kama hivi.